Diamond Platnumz ameachia ngoma mpya ambayo inaitwa Katam akimshirikisha msanii Bien kutokea nchini Kenya. Hii ni baada ya miaka mingi sana kupita tangu afanye kazi na wasanii kutoka nchini Kenya. Kumbuka kwamba mara ya kwanza Diamond Platnumz anafanya kazi na msanii kutoka nchini Kenya ilikuwa ni zaidi ya miaka 10 nyuma, ambapo alifanya kazi na Victoria Kimani kwenye ngoma ambayo inaitwa Prokoto. Alikuwa pia na Ommy Dimpoz yumo ndani. Victoria aliwashirikisha Diamond pamoja na Ommy Dimpoz. Baada ya hapo Diamond Platnumz akaja kufanya kazi na Akodhe na ikapita miaka mingi sana mpaka alivyokuja kuingia kwenye mahusiano na Tanasha Donna, and then wakaja kuachia Gere. Ilikuwa ni kazi yake ya mwisho kufanya kazi na wasanii kutoka nchini Kenya. So imekuwa ni wakati mwingine tena sasa hivi na hii ni kwa mara ya kwanza yeye anamshirikisha msanii kutoka nchini Kenya. Hizo kazi zingine zote alikuwa ameshirikishwa. Ukiangalia Prokoto alishirikishwa Victoria Kimani, lakini pia ngoma ya Akodhe Diamond alishirikishwa, pamoja na ngoma ya Gere ni ya Tanasha Donna. So hii ni ngoma yake mwenyewe ambayo inaitwa Katam akimshirikisha Bien. Nafikiri ile kasumba ambayo ilikuwepo ya muda mrefu sana ya Diamond Platnumz kushindwa kufanya kazi na wasanii kutoka nchini Kenya maybe inaweza kaja kuondolewa, kwa sababu unaona sasa walau kazi kama hizi zinavyotoka zinazidi kuiconnect Kenya na Tanzania. Ukifahamu pia muziki wa Diamond Platnumz umekuwa ukipata support kubwa sana ya mashabiki kutoka nchini Kenya. Asilimia kubwa ya mashabiki ambao wana support kustream kazi zake wanatoka nchini Kenya. So unaona kwamba kulikuwa kuna haja kubwa sana ya Diamond Platnumz kufanya kazi na wasanii wa nchini Kenya, at least kuconnect Tanzania na Kenya, muziki wa East Africa. Na ukifahamu Bien sasa hivi ni miongoni mwa wasanii wenye nguvu kubwa sana kutokea hapa Afrika Mashariki, akifanya makubwa sana pia nje ya bara la Afrika. Ni miongoni mwa international artists ambao East Africa tumebarikiwa kuwa nao. Kwa hiyo kufanya kazi pia na Diamond Platnumz ambaye pia naye ni miongoni mwa wasanii wakubwa, unaona kabisa wanaipush game ya East Africa kwenda duniani. Niambie kwenye sehemu ya comments kama umesikiliza ngoma hii umeionaje, kwa sababu imetoka masaa mengi tu yaliyopita. Kwa hiyo naamini imewafikia watu wengi sana. Niambie kwenye sehemu ya comments hapo imesound vipi kwenye masikio yako, lakini pia nikukumbusha kusubscribe hapa SnS kwa taarifa nyingine kila wakati.